Yes, welcome Senko Linki. Katika video hii tutakuja kuelezea namna gani ya kusolve changamoto ya registration number katika application za uhamiaji. Imetokana na changamoto kubwa ambayo watu wengi wanaifesi katika kuziandika registration number kwa wale ambao wanaweka matokeo ya certificate, wale ambao wanaomba kwenye level ya certificate, wale wanaomba katika level ya diploma, wanaomba katika level ya high diploma na wale wa level ya degree. Kwa katika video hii tutakuja kuonyesha namna nyepesi au njia gani rahisi ya kufanya ili uweze kuvuka kikwazo hiko. Kama lako la kwanza unafuatia channel yetu hii, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment. Na video video ya maelekezo namna gani ya kuomba au namna gani ya kufanya application ya uhamiaji itatokea kwenye kipopo hapo juu, utaklik ili uingie uweze kuiona video hiyo kwa ajili ya kuangalia namna gani ya kuomba au kufanya registration, kujisajili na kuanza kuomba kazi za uhamiaji. Pia inabidi kuna vitu vya muhimu vya kuwa navyo wakati unaomba. Katika kipengele cha mwisho ndio sema ambapo tunaweka CV, tunaweka application letter, barua kuomba kazi, na pia na sehemu hiyo ndio ambao tunakuja tunaweka na ile barua ya nini, ya utambulisho. Ile barua ya utambulisho ambayo inatoka serikali ya mitaa. Lakini kwa sasa hivi hapa au katika video hii tutaangalia namna gani au ni njia gani rahisi ya kufanya kwa ajili ya kuvuka katika kipengele cha kufanya verification. Sasa mfano wewe una registration number yako, na registration number inayokaa kwenye cheti au kwenye transcript ndio hiyo inayokaa kwenye cheti. Hakuna tofauti yoyote. Kwa namna nyepesi zaidi ya kufanya ni kama hivi ifuatavyo. Mfano tuchukulie hapa mfano registration number yangu mimi nabuni hapa kutoka kwenye chuo X. Mfano labda kwenye transcript wameniandikia hivi. Takuza hapa herufi hizi ili zionekane. Mfano mimi wameniandikia ni Baedi. Kama nimesoma Baedi, wameniandikia tu hivi labda 90746. Hii ndio registration number yangu mimi, ambayo registration number hii ipo katika cheti changu na transcript yangu. Hii hapa, hii ndio registration number yangu mimi. Sasa ukija kuangalia katika ule muongozo wao, katika ile manyo yao, ukija tuangalia hapa user manual, tuifungue tuione chap hapa. Kama itafunguka chap ili tuiangalie hapa. Kwenye user manual yao hapa katika kipengele hiki cha chuo kuna kujaza hapa taarifa za higher education hapa. Kwa hapo utachagua kwamba ni TCU au unaomba kwa verification yake ni TCU au na activate. Kwa hapa chini hapa wameandika hapa ni kipande cha mwisho hapo mwanzoni hapo kwenye higher education hapo. Hapa kwenye higher education. Yes. Sasa wao hawa hapa walichokuwa wamekiandika wao walikuwa wameandika mfano wa registration number inavyotakiwa kuwa. Kwa ngoja tuiandike na sisi hapa wao sample yao wao waliandikaje? Sample yao. Sasa sample yao wao walikuwa wameandika kama hivi wameandika ni B01 wakaweka slash wakaweka 0011/.
wakaweka lese 2018. Hii ndio namna wao ambao wameweka sample. Sasa ukiangalia registration number yetu hii na vitu vya kujaza ni kwamba hapo pia tutajaza labda specialization course, tutaandika tuna cancel yetu ni ipi, labda ni TCU au na activate mfano. Sasa mimi hapa naandika hawa sana sana wa degree hawa ndio na degree nao hapa kidogo. Kwa wao mfano wao ameandika. Sasa sisi mfano bwana, mimi nimeanza chuo labda chuo lese nimeanza chuo labda mwaka nilioanza chuo mimi ni 2020 nikamaliza tu 2023. Sasa SSN namba yangu mimi ni hii, wao sample ni hii. Sasa kwenye kujaza utajaza kama ifuatavyo. Hii ndio tunasema ni new trick ya kujaza ili uweze kuvusha hapo. Kwa hapa utaandika tu hiyo baedi, utaweka slash, utaandika hiyo namba hapo ambayo ni 90743, utaweka slash. Hapa sasa utaandika mwaka ambao umeanza chuo. Umeandika 2020. Kwa hii hapa ndio itakuwa registration namba yangu mimi. Mfano, kwa tuangalie mfano wa registration namba nyingine. Mfano wa registration namba nyingine. Kwa tuangalie registration namba nyingine hapa chap. Tuangalie registration namba nyingine. Kama lako wa kwanza unafuatia channel yetu hii, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment ili wa kwanza kupata video zetu kipindi tunapozi upload. Ngoja tuangalie namba nyingine. Namba nyingine hapa. Namba nyingine. Namba nyingine mfano labda mimi namba yangu labda ya chuo ni T21 au tuseme labda T22, ipo hivi. Hizi za chuo cha UDOM labda namba hapa 8, alafu hapa imeandikwa ni 0, lese labda 9 labda 5 6 1. Hii ndo registration namba yangu mimi ambayo ipo kwenye nini? Ipo kwenye chuo changu hii. Sasa hapa mimi nitaiandikaje? Ambao sasa new trick, maana yake new trick, ichukue mfano huu labda nimeanza chuo labda 2020 nimaliza 2023. Kwa new trick ya kuandika registration number hapa, kuandika registration number taandika kama hivi. Hapa nitaandika ni T22, nitaweka hivi. Nitaandika 08, nitaweka koma hapa, nitaweka 0 9 5 6 1 slash, nitaweka 2020. Lakini hii ukiangalia hapa maana yake inakuwa imeenda ukinzani na wao mfumo waliofanyaje, waliotoa. Kwa kama mfumo waliotoa, naweza tukajaribu hii ya kwanza. Kama ukiona imegoma, basi unaweza ukajaribu ukasema ni T22, ukaweka na ile 08, ukaweka slash 0 9 5 6 1 slash, ukaweka 2020, ukajaribu hapo. Kama ikigoma, basi tutakuwa kuna namna nyingine ya kufanya. Hii ndio trick zaidi ya kuandika registration number katika ajira hizi za uhamiaji. Hii trick nimejaribu, nimeona ina some functionality, japokuwa kule kuleta pale jina la chuo inakuwa changamoto, inaandika verification processed, lakini njia rahisi sana ya kuvuka katika kipengele cha upande wa verification, upande wa chuo.
ambao waliosoma degree. Kama wako wa kwanza unafuatia channel yetu, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment. For more tricky and other tricky, inabidi ujiunge na channel yetu hii ya YouTube ili kupata more info. Tutane katika video ijayo. Chao. Pia kama unahitaji kufanyiwa application, unaweza ukanicheki na hapa kwenye description hapo. Tutane kwenye video nyingine. Asanteni sana.